Tanzania ni moja kati ya mataifa yaliyojaliwa makocha wengi wenye taaluma mbalimbali ya ukocha. Licha ya makocha wengi kuchukua kozi mbalimbali, ni kocha mmoja pekee ambapo amebeba rekodi ya kutoa ubingwa wa ligi kuu msimu wa mwaka 1999 mwaka 2000. Kocha huyo si mwingine ni kocha aliyezaliwa jiji la biashara Dar es Salaam, mtaa Mzizima, tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 1953. Kocha huyo ni kocha mkongwe John Simkoko. John Simkoko amesema haoni kocha mzawa ambaye anaweza kuvunja rekodi zake. Kwa ni heshima kubwa kwa sababu kumbuka walimu tuko wengi, na nashukuru kwa kuona kwamba imetambulika hivyo, lakini yote na najali kwa sababu ndio maana sasa hivi naweza kusema kwamba sisi kwa wakati wa nyuma tulikuwa tunapata muda mzuri sana kuwa na timu mpaka kupata matokeo haya. Kwa hiyo ninachozungumza ni kwamba moja, kupata matokeo mazuri ni kuwa muda mrefu na timu. Kinyume cha sasa hivi, unaona sasa hivi kwamba walimu wana kazi kubwa sana, sababu heshima zao zinavunjika kwa sababu timu anafaa kwa muda mfupi, hana muda mrefu, anasikia amefukuzwa, kitu ambacho sio sasa. Ili pate matokeo, mimi nimekaa kwenye timu hizo nilizopata matokeo. Nimekaa timu kufundisha reli zaidi ya miaka 5. Toka mimi nacheza nikafundisha mpaka na kwa kocha 85 mpaka 91, ni miaka mingapi tunaenda Winners Cup. Umeona? Haya, nasema Mtibwa ni kwenda 95, 96 mpaka kufika hiyo mwaka 99, 2000, ni miaka mingapi? Kwa hiyo kwanza muda ndio mata. Sasa hivi hawezi kwa sababu kila msaidio kwa biashara. Sasa hivi inakuwa ngumu sana. Simkoko wakati anatoa ubingwa alijulikana kwa kuunda kikosi chenye wazao watupu, akiwemo Meki Maxime, Zuberi Katwila, akiwemo Abdalla Juma. Baadhi ya wachezaji walianza kumpa jina la utani kutokana na kocha huyo kuwa smart, wakaanza kumpa jina la Askofu. Vipi kuhusu mapokeo ya jina hilo kwa kocha John Simkoko? Alipokea vipi jina hilo la Askofu? Kwa watu wanajua hilo wananita. Ananita mmoja hapo Dr. Msola akinikuta kwa sababu jamaa wangu sana, lazima anajua kina Dr. Mbaki. Askofu mimi najua mambo ya kuzoeana. Sasa huwezi kulikataa kwa sababu ni watu wanaokuita. Wewe si mabao usiniite kwa sababu tayari watu wanakuita. Sasa hamna namna nyingine. Anakuambia Zuberi Katwila, huyu mtoto huyu. Alichosema ni kweli. Tukigeuza upande wa pili wa shilingi, aliyekuwa mchezaji Zuberi Katwila ambaye alikuwa sehemu ya kikosi cha kocha John Simkoko, ameeleza na kumpa hongera zake John Simkoko kwa kupita mikononi mwake. Sisi tumekutana naye akiwa kocha, na akiwa kocha amenifundisha katika timu za vijana, timu za taifa za vijana, na hatimaye kuweza kutuchagua kuweza kwenda kushiriki naye, kwa maana aliona vipaji hivi ni vizuri vinaweza kumsaidia katika kazi yake ya kufundisha. Kwa hiyo akatuchukua akatupeleka Mtibwa. Vijana wengi tulikuwa timu za taifa za vijana, lakini alikana tuchukua kutupeleka pale Mtibwa. Kwa hiyo mwalimu John Simkoko ni mvumbuzi na mwalimu ambaye kwa anaweza akajua kipaji hichi kipo vipi kwa uelewa wake. Ni mtu wa aina hiyo. Sasa nikamuelezea kama mzazi wangu kunipitisha katika madaraja hayo ya kuelekea kuwa kocha kama mimi. Kuna vitu vyake vingine na vichukua. Baada ya kustaafu kocha, Simkoko aliendelea kuwa sehemu ya soka la Tanzania kwa kuanzisha akademi yake binafsi ambayo inaitwa Uluguru Soka Academy. Kwa sasa kocha huyo ni meneja wa uwanja wa Jamhuri Morogoro. Ukiachana na ukocha wa John Simkoko, anapenda kazi gani nyingine nje ya mpira wa miguu? Nje ya mpira, John Simkoko anapenda sana kujishughulisha na biashara pamoja na kilimo. Sasa swali la kujiuliza, ni kocha yupi mzawa atafuata kurithi mikoba ya Simkoko ambaye atafanikiwa kutoa tena ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara? Au atakuwa ni Juma Mgunda?
Inawezekana akawa Jamhuri Kihelo Julio. Vipi kuhusu kocha Ahmed Ally? Tuendelee kujipa muda kuona nani atamfunga paka kengele. Mimi naitwa Sports Lady wako Tedas, na mwandaji wako wa makala hii ni Jacobo Kapaya.